Yes, wana moja ya taarifa ambayo ina trendi katika maeneo mengi kwa siku ya hivi leo ni taarifa ya usajili ambayo inamhusisha nyota wa kimataifa wa Tanzania na klabu ya TRA United. Huyu ni Emmanuel Mwanengo. Ameandikwa na vyanzo mbalimbali. Vipo baadhi ya vyanzo ambavyo tayari vimeshathibitisha kwamba ameshasajiliwa na Young Africans, lakini vipo baadhi ya vyanzo ambavyo bado vinaeleza kwamba attempt hii ipo katika hatua nzuri, kwa maana ya hatua ya mwisho kuelekea katika usajili wake. Lakini all in all ni nyota ambaye kuna possibility kubwa, kama sio tayari imeshafanikiwa, ya kuwepo ndani ya kikosi cha Young Africans kwa msimu huu, kwa maana ya dirisha dogo. Huyu anaingizwa katika mfumo kupitia dirisha dogo hili la Januari. Utaratibu dirisha linapofunguliwa ndivyo ambapo ataingizwa kwenye mfumo. Kwa sasa hivi mchezaji yeyote anaweza kusajiliwa, lakini kuingizwa kwenye mfumo mpaka pale ambapo dirisha litakuwa wazi. Akiingizwa ndani ya mfumo, michakato yote ikikamilika, anapewa leseni yake rasmi, anaanza kutumikia kwa maana ya klabu yake mama ambayo ameingia kwa wakati huo. Sasa session hii kwa wakati huu tunakwenda kumwangalia huyu nyota, kwa maana Emmanuel Mwanengo mwenyewe ni nyota wa aina gani, ametokea wapi na njia zake alivyopita mpaka hapo alipo. Lakini ndani ya kikosi cha Young Africans nafasi yake ipo vipi, ndivyo ambavyo tunakwenda kuviangalia kwa wakati huu. Tukianza katika eneo hilo la safari yake Emmanuel Mwanengo, kwanza huyu ni nyota Tanzania ambaye ana umri wa miaka 22. Ni moja ya wachezaji ambao wana talents kubwa, na kimsingi alitoka nyumbani Tanzania, alienda kucheza kandanda nje ya Tanzania. Hapa nyumbani alikuwa akicheza timu za madaraja ya kati, kwa maana sio ligi kuu, lakini baadaye akaenda zake kucheza kandanda huko Middle East. Huko alienda kwenye taifa la Tajikistan. Yes, alipofika huko akapata nafasi ya kucheza angalau kwa mwaka mmoja tu, na alifunga mabao 3 akiwa huko. Lakini kwa sababu ya ushindani na exposure ambayo ameipata huko alikotoka, huko alipokuwepo, klabu ya Tabora United kwa wakati huo, ndo hii TRA, klabu hiyo kwenye msimu huu katika msimu uliopita wa 2024 2025 ndivyo ambavyo aliingia kwenye kikosi cha Tabora United katika dirisha dogo pia. Baada ya kuingia kwenye kikosi cha Tabora United alikuwa na performance nzuri, akicheza katika position 2 tofauti. Kuna muda alikuwa anacheza kama nambari 10, kuna muda alikuwa anacheza kama nambari 9. Na pale Watanzania wengi ndo tulimfahamu zaidi kwa maana kuona kile ambacho yuko nacho. Baada ya hapo msimu huu ulipoanza, kwa maana ya msimu wa 2025 2026, akiwa na TRA United, kwa sababu ndo tayari imeshakuwa renamed kwenye TRA United, alikuwa akipata nafasi ya kucheza, sio ile kubwa sana, lakini kuna mechi alikuwa anacheza, kuna mechi nyingine alikuwa anatokea bench. Lakini all in all ni mmoja ya wachezaji wazuri kwa maana ya talents ambayo yuko nayo. Sasa ni aina gani ya mchezaji? Emmanuel Mwanengo ni wale bull strikers, yani when it comes anacheza kwenye position ya namba 9, anakuwa ni mshambuliaji mwenye kutumia sana nguvu na kasi. Lakini pia anapocheza katika namba 10 alkadhalika inakuwa kwenye mazingira hayo hayo, kwa maana creativity ipo, lakini na matumizi makubwa sana ya nguvu. Ni wachezaji wa kaliba hiyo. Sasa huyu kwa Young Africans nafasi yake iko vipi ndani ya Young Africans? Honestly, Young Africans ni klabu ambayo imesheheni nyota wengi ambao wana daraja la juu, wa ndani na wa kigeni. Sasa kwa Emmanuel Mwanengo ana kazi kubwa ya kuifanya ili aweze kumshawishi kocha Pedro Gonçalves ili aweze kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha timu, sababu hapa tunaangalia nafasi yake kikosi cha kwanza. Inawezekana ikawa ngumu kwa mazingira haya. Wapo wachezaji wengi wazuri ambao walitokea Tabora, ambao ndo sasa hivi TRA, the like of Ofen Chikola ameingia ndani ya Young Africans, lakini tunamuona na struggle kuingia kwenye kikosi cha kwanza moja kwa moja. Sasa kwa sababu ya umri wao, Ofen Chikola huyu alkadhalika ni wachezaji ambao wanavumilika, yani wana nafasi ya kukaa zaidi ndani ya timu, alafu akaja kuonesha walicho nacho na kuweza kupatiwa nafasi
ya kucheza. Kwa hiyo kuna hayo mazingira ambayo kwa namna moja au nyingine yanaweza akaangaliwa ndani ya Young Africans, kitu ambacho binafsi naamini kwa nini Emmanuel Mwanengo, unajua kuna watu inaweza kawa wanaumiza sana kwamba why Emmanuel Mwanengo, ikiwa kuna wachezaji wengi ambao wameperform pengine kuliko yeye na wana umri mzuri na namba zao zilikuwa zinazungumza vizuri. Mfano wake ni Paul Peter. Paul Peter ni kutoka kwenye Coast ya Dodoma msimu jana, alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao performance yake ilikuwa vizuri kabisa. Msimu huu pia ndo kinara wa upatikaji mabao akiwa na kikosi cha JKT Tanzania. Ni mchezaji ambaye tayari amesha prove katika timu mbili tofauti kwamba ana sanaa ya kufunga ipo, lakini sio haikuwa kwa Paul Peter ambaye Young Africans pia wangeweza kumchukua. Kwa nini wameenda kwa Emmanuel Mwanengo? Picha ambayo naiona, Emmanuel Mwanengo aina yake ya uchezaji ni bulldozer. Ndio maana mwanzo nitumia statement ya kusema ni bull strikers. Aina yake ya uchezaji ni bulldozer. Ni mchezaji ambaye ana matumizi makubwa ya nguvu. Aina ya ligi yetu ambayo tunacheza ni ligi hii ya kwetu sisi Tanzania bara, ni ligi ambayo inahitaji wachezaji ambao wako fit physically. Sasa Emmanuel Mwanengo, Young Africans wamwangalia kwa jicho la kitaalamu. Ni material ya Clement Mzize kwa maana ya aina ya kiuchezaji. Ni wachezaji bulls, ni wachezaji ambao wana kasi, ni wachezaji ambao wanaweza kuwa msaada kubwa sana when it comes team ina play kwenye counter attack traps, kucheza kwenye mashambulizi ya kujibu au mashambulizi ya kustukiza, lugha ambayo watu wengine wanaitumia. Kwa hiyo kwenye counter attack inawezekana akawa na faida zaidi kwa sababu ya kasi yake ambayo yuko nayo. Sasa kwa Emmanuel Mwanengo wameona strategically kwamba labda wanahitaji mchezaji ambaye ana kasi nzuri, ana uwezo wa kupita katika maeneo magumu kwa sababu ya skills zake ambazo yuko nazo. Wameona Emmanuel Mwanengo anaweza kuofa kitu cha namna hiyo, that's why wamemchukua. Ndio ile mazingira ambayo nimesema kwa Clement Mzize na hilo wanatofautiana kwenye art ya kuscore, sanaa ya uwekaji mabao, sanaa ya kuweka mpira katika wavu. Clement Mzize tayari ameshathibitisha. Emmanuel Mwanengo bado hakuna sehemu ambayo kathibitisha kwa hilo daraja kwamba ana sanaa kubwa ya kufunga, lakini ana kwa hiyo faida ya kasi yake, faida ya nguvu zake, inawezekana ikawa ni bidhaa muhimu kwa Young Africans katika eneo la counter attack traps, kwa maana ya kukimbia na mpira kwenda katika lango la wapinzani, hususan muda ambao watakuwa wanashambuliwa. Ni issue ambayo pia hata Ofen Chikola anaweza kuifanya. Sasa ameongezwa na Emmanuel Mwanengo ambayo kimsingi tunaita kuongeza qualities. Yani ndani ya kikosi cha Young Africans wameendelea kuongeza qualities, kuongeza wachezaji wenye ubora. Miongoni mwao ni pamoja na Emmanuel Mwanengo. So unaweza kujiuliza kwa jicho la haraka kwa nini yeye, na usipate majibu ya haraka, lakini ukienda in details, ukienda kitaalamu, unaweza kawaelewa Young Africans kwa nini wamemsajili huyu nyota ambaye pia kaliba yake uchezaji aina tofauti. Ukiachana na Clement Mzize, ni wachezaji sampuli ya kina Nasoro Saaduni. Yes, wachezaji wa namna hiyo, skills ipo, kasi anayo, ingawaje Saaduni sio kwenye kasi ya daraja la hawa wawili kwa maana ya Mzize na Mwanengo, lakini all in all wote ni wachezaji wazuri ambao umri wao ni rafiki. Umri wa Mwanengo ni rafiki, miaka 22. Of course ndo muda ambao anatakiwa kuprove, lakini ni muda ambao pia unaweza kumvumilia, ukampa chance zaidi ya kuweza kuprove alichonacho. Chini ya Pedro Gonçalves ndani ya Young Africans, klabu ambayo ina mission kubwa, klabu ambayo imejipambanua Afrika sasa kama ni African Giants kwenye current performance, timu ambayo inataka kufanya vizuri zaidi kwenye anga la kimataifa na ndani waendelee kufanya vizuri. Pedro Gonçalves ana kazi ya aina yake. Miongoni mwa bidhaa ambazo ameongezewa ni pamoja na Emmanuel Mwanengo kama ambavyo taarifa zinaeleza. Mimi sipo hapa kuthibitisha taarifa, nipo hapa kumzungumzia mchezaji ambaye atakwenda kusajiliwa, na endapo itakuwa rasmi kwa maana ya wenyewe klabu ya Young Africans kuthibitisha kwamba nyota huyu tayari ameshamwaga wino kwa miaka mingapi na details zote ambazo taziweka, basi tutarudi tena hapa kuzungumzia details zaidi. Lakini kwa sasa hilo ndo kubwa juu ya mchezaji huyu ambaye anahusishwa na Young Africans, na urasmi wa taarifa wanao wenyewe Young Africans. Kwa hiyo hilo ndo kubwa ambalo nataka kulishia kwa wakati huu. Sasa wewe una nafasi pia ya kuweka comment yako kwenye comment section juu ya Emmanuel Mwanengo. Unaona ni mchezaji ambaye anastahili kucheza ndani ya Young Africans au haukubaliani? Ikumbukwe haijawa rasmi kwa maana Young Africans wenyewe hawajathibitisha, lakini mpaka sasa unamuona ni mchezaji ambaye anastahili kuwepo ndani ya kikosi cha Young Africans, au unaona bado ana mengi ya kujifunza, hapo baadaye
anaweza kawa msaada. Na ukumbuke ndani ya Young Africans pia kuna hoja muhimu sana hii, pengine ningeweza kuiacha. Alikotoka unajua Young Africans wana kamati zao za usajili na kamati za ufundi ambazo naamini Emmanuel Mwenengo, hata kama ilikuwa kwenye mpango wa muda mrefu wa kumsajili Pedro Gonçalves, itakuwa ameshirikishwa kwa maana ya kujua mchezaji gani ambaye anakwenda kusajiliwa. Kwa hiyo kama ataletwa ndani ya kikosi, qualities ambazo zipo ndani ya Young Africans, wale wachezaji wakubwa ambao wako pale, ni faida kwa Emmanuel Mwenengo kwa maana ya kujifunza vitu kutoka kwa wale nyota. Clement Mzize alishawahi kuzungumzia kwamba role model wake ni Fiston Mayele. Kwa sababu gani? Alimuona katika uwanja wa mazoezi, alikuwa anaona jitihada zake. Finally, Mayele ni mchezaji mkubwa Afrika, na Clement Mzize na mwenyewe amekuwa gumzo, ni mchezaji mkubwa ndani ya kikosi cha Young Africans na ligi kuu ya hapa nyumbani, lakini hata huko nje alihitajika na klabu nyingi kubwa ikiwemo Esperance Club de Tunis, one of the top stars, timu zenye nyota nyingi, tunasema timu zenye hadhi ya nyota 5. Kwa hiyo na yeye inawezekana akawa ni fursa, akaangalia mazingira, alafu baadaye akawa bora zaidi ya hiki ambacho sisi tunakiona kwa wakati huu. Comment yako ni muhimu sana, lakini niwakumbushe sehemu sahihi ya kupata spare za bajaji za pikipiki na guta ni ABY Genuine Spare Parts ndani ya Kariakoo, mtaa wa Mafia na Sikukuu na Mafia Kariakoo. Pale bei zao ni nafuu, pikipiki, bajaji na guta, spare zote zinapatikana pale kwa bei nafuu, lakini pia wanafanya delivery, yani wanakutumia mpaka katika mkoa ambao wewe upo, lakini kama haitoshi wanauza kwa bei ya jumla na bei ya reja. Yes, hiyo ndo message ambayo nimekupa kwa wakati huu. Anyways, comment yako ni muhimu, usisahau, lakini usisahau pia kucomment, kusubscribe, like na kushare. Hii ni Mzinga Sports, mpaka wakati mwingine.